Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Sadaqallahul azim. Watu kina baba na kina mama, kwanza niombe radhi kwa sababu ndugu zangu wamenitangulia leo. Nilikuwa na shughuli nikaambia watangulie kidogo, lakini nikapata dharura kidogo, nilikuwa naimalizia, lakini alhamdulillah yoyote nimefika salama. Na leo kwa uchache dakika tuiangalie dini ya Kiislamu kwa uchache, kwa sababu dunia hii kuna dini 10,000. Hii dunia kuna dini 10,000. Hizi dini zote mategemeo hata uzima wa milele. Na dini zilizokuwa duniani 10,000. Dini ambayo Mwenyezi Mungu anaitambua ni dini ya Kiislamu. Dini ambayo Allah anaijua. Kuna kijana mmoja juzi aliniuliza maswali, mimi nilichoka. Tulialikwa kwenda kufuturu. Sasa yule ana DVD yangu. Sasa alinisikia nasema mimi dini somea zote nazijua, kwa hiyo hakuna anayeweza kanisumbua. Yule kijana akaniuliza hivi, Ustaz Mazinge, sasa kama dini ni Uislamu, hizo dini zingine, angalia swali lilivyokuwa zito, dini uhifadhi na hizo dini zingine. Nikamwambia nimezihifadhi kwa sababu ukitaka lazima ukisome. Na Waislamu wengi duniani hatutaki kusoma, ndio maana hatutaki kuelewa. Naweza kuja mtu akakwambia dini ni dini. Muislamu yoyote akisema dini ni dini, huyo ni kafiri. Kama mzee yule, mzee nani yule? Yule mzee tulikuwa tunamsema juzi hapa, si wana jina lake Singano. Kuna kama ngube wapi Singano. Mwezi huu nasikia wewe Kinyogori, na mwezi huu ndio watu hija kule. Na wakati wengine wanaenda Maka, wengine wanaenda mwezi huu. Halafu mimi nachunguza tumuulize Allah kwanza subhanahu wa ta'ala. 19 Qur'an 19 Al-Karim. Baada naam, Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ndani ya sura ya 3 aya nambari 19 inasema naam, ni haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Naam, ni Uislamu. Hakuna kitabu Shuaib, Daud, Suleiman, Eliasa, Isa na Bwana Mtume Muhammad. Anzisha dini nyingine hakuna. Nini maana ya Uislamu? The meaning of Islam is to submit. Unyenyekevu. Ndio maana wakikutana Waislamu utasikia wanasema assalamu alaikum. Maana yake amani ya Mungu iwe kwako. Anasema 20:19 Yohana. Ndani kitabu cha Yohana inasemaje? Sura 20 nambari 19. Naam, nitasoma kama ilivyoandikwa. Nawa inasema dini yake ni moja. Haiwezekani hii dunia iwe na itakuwa ni mtihani mkubwa sana. Mungu ni moja. Na kama Mungu angekuwa zaidi ya wawili watatu, Mungu mmoja angegoma kumwambia Mungu mwenzie. Sekani wewe umewaumba wanawake wabebe mimba,
Sasa hivi nasema zamu ya wanaume. Yaani Mungu mwingine analeta complaint kwa Mungu mwingine. Lakini kwa kuwa Mungu ni mmoja mpaka kiyama kitakuja watakayebeba mimba. Na mpaka kiyama kitakuja wenye kuwachunga wanawake. Ndio maana nikatoa aya ar-rijali qawwamuna 'ala an-nisaa. Ndio walinzi wa hawa. Siku ya kiyama nisikizeni vizuri. Unakuja msikitini mkeo aswali, unakuja msikitini mwanao aswali, unakuja msikitini mjukuu wako. Wakati wewe ni kiongozi, upati pepo mpaka utoe maelezo. Hawa ibada zao walikuwa wanafanyia wapi? Ndio hayo Yesu na manabii wote walikuja wakayasisi. Hebu tuangalia kanuni ya Uislamu ni kutoa shahada. La ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Na Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake. Tumuulize Yesu. Maneno haya aliyasema zinafanya 17:3. 17:3 Yohana inasema hivi. Inasemaje? Na uzima milele ndio huu. Upi? Wakujua wewe. Naam. Mungu wa pekee. Wa kweli. Naam. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Mungu ni mmoja na mimi umenituma. Mungu ni mmoja na mimi umenituma. Akiibuka mtu akisema Yesu ni Mungu wakati katumwa, unatakiwa umwangalie akili zake. Haiwezekani Yesu awe Mungu. Haiwezekani jamani Mungu akae tumboni kwa mwanamke. Haiwezekani. Sio system ya Mungu hiyo. Haiwezekani. Haiwezekani. Tauhid. Yesu alivyokuja mwenyewe tumuulize alisemaje? 12:28 Marko. 12:28 ndani ya kitabu cha Marko. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Unasemaje? Ndani ya kitabu cha Marko 12:28. Mungu mmoja, dini moja. Nasema. Naam. Na mmoja wapo waandishi akafika. Akasemaje? Akawasikia akisemezana naye. Nini? Akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza. Naam. Katika amri zote. Naam. Katika amri zote. Naam. Ni ipi iliyo ya kwanza? Mwanafunzi anamuuliza Yesu, wewe Yesu, hebu tuambie katika amri zote ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu. Ya kwanza ndiyo hii. Anamwambia sasa ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli. Sikia wewe Israeli. Bwana Mungu wetu. Sikiliza Yesu anasema Bwana Mungu, sio Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wetu, mimi na wewe. Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Ni Bwana mmoja. Qul huwallahu ahad. Mungu mmoja tu. Nawe mpende Bwana Mungu wako. Ndio. Kwa moyo wako wote. Safi. Na kwa roho yako yote. Safi. Na kwa akili zako zote. Safi. Na kwa nguvu zako zote. Maliza. Na ya pili ndiyo hii. Ipi? Penda jirani yako kama nafsi yako. Mtume anasema Uislamu majirani zake nyumba 40. Yesu kasema mpende jirani yako. Mtume anasema nyumba 40 kulia, shoto, mbele, sijui kusini, nyumba 40 wale ni majirani zako. Yesu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Huo ndio Uislamu. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Safi. Yule mwandishi akasemaje? Akamwambia, naam, hakika mwalimu, umesema vema. Sawa. Ya kwamba nini? Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye. Takbir. Yesu anasema hakuna Mungu mwingine ila yeye. Hajasema hakuna mwingine ila mimi. Ila yeye. Nyinyi Waislamu wote mko sahihi kusema Mungu ni mmoja. Kitachotupeleka motoni baadhi ya Waislamu ni ushirikina. Kwenda kwa mzee Singano. Lakini kwenye tauhidi hakuna Muislamu anayesema Mungu watatu, hakuna. Anayesema wawili, hakuna. Anayesema wane, hakuna. Wote tunasema kul Allahu ahad. Sema wewe Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allahu samad. Yeye ndio mwenye kukusudiwa. Lam yalid wala yulad. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala yakul lahu kufuwan ahad. Wala hakuna anayefanana naye hata mmoja. Maneno haya
tuiulize Biblia inasemaje. 44:24 Isaya. Na kitabu cha Isaya 40:24 nitasoma kama ilivyoandikwa. Naam, nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema hivi. Na kitabu cha Isaya 44:24. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi. Sikiliza, Bwana mkombozi wako aliyekuumba tumboni anasema hivi. Biblia hiyo anasemaje? Mimi ni Bwana. Umesikia? Mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote. Nizitandaye mbingu peke yangu. Mimi nimetandaza mbingu peke yangu. Nienezaye nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Nani anayeweza akawa pamoja na mimi? Nizitanguaye ishara za waongo. Basi ndio ile Allah aliposema yeye badiu samawati wal ardh, ndio mwanzilishi wa mbingu na ardhi. Ni nani aliyekuwa pamoja na Allah? Si tulikuwepo wakati Allah anaumba? Nataka nikupeni taarifa. Wewe ukimwona paka, ukimwona mende, ukimwona panya, katangulia kuumbwa kuliko wewe unayeniangalia. Sisi wote wanadamu ndio tulikuwa wa mwisho baada ya vitu vyote kuwepo. Allah anasema ni nani aliyekuwa pamoja nami? Nani aliyenisaidia kuumba mimi? Allah hana haja na mtoto. Wewe na mimi tunazaa tukiwa uzeeni waje kutusaidia. Allah hana haja ya mtoto kwa sababu hana mpango wa kuzeeka. Hana. Allah anavyosema kuwa inakuwa. Yesu anasema, Mungu anasema mtanifananisha na nani na kunisawazisha naye ili tuwe sawa sawa. Ukisema Allah ni mwanamke, Mungu ni mwanamke, umekosea. Ukisema Mungu ni mwanaume, umekosea. Ukikaa nyumbani ushakula ugali wako na bamia, umekaa unasema ngoja nimfikirie Allah. Ukikaa ngoja nimfikirie Allah, ikija sanamu sio huyo. Yaani ukiona sanamu inakuja kwenye kichwa chako, siye. Ukikaa mpaka akili zikagota ukaona hafanani, ndio mwenyewe huyo. Hiyo ndio system ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. 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 Ndugu zetu wanasemaga Yesu ni Mungu. Tena kwa masikitiko makubwa tunataka tuwatahadharishe wa ndugu zetu kabla ya kiyama hakijafika. Yesu ni binadamu. Yesu ni mtume wa Mungu. Ndio maana ana jalala lake. Nyinyi watoto hapa tulieni, nitakuombeeni dua mpate wadogo zenu. Ana jalala lake. Yesu ana jalala lake siku ya kiyama. Ataitwa na Mwenyezi Mungu aulizwe, hebu tuambie wewe Yesu, tulikwambieni nyinyi na mama yenu? Wewe na mama yako tuliwaambia utangaze kwamba wewe ni Mungu? Yesu anamwambia ya Rabbi, nafsi yako inajua kama msikutangaza. Inasema subiri wewe. Subiri. Wewe subiri kwanza. Kuna mmoja anataka nitoe afu nafuata hiyo. 5:75 Qur'an. 5:75 Al-Karim. Inasemaje? Nitasoma kama ukiambiwa toa sadaka wewe ukapate pepo. Hizi ndio kazi. Mimi hiyo Qur'ani yote iko hapa, Biblia yote iko hapa na hadithi zote. Inasemaje? Masihi bin Maryam. Rudia tena. Masihi Isa bin Maryam. Ni nini? Si chochote. Naam. Ila ni nani? Ni mtume tu. Subiri. Umemsikia Allah huyo? Anasema huyo Yesu si lolote si chochote, ni mtume tu. Na bila shaka wamefanyaje? Mitume wengi wamepita kabla yake. Exactly. Hawajaona? Hivi nyinyi hamjaona? Na mama yake ni mwanamke mkweli. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Wallahi, hebu angalia Waislamu, angalieni maneno ya Allah. Hakuna mwanamke yoyote aliambiwa ni mkweli isipokuwa Maryam. Na mama yake alikuwa mwanamke mkweli. Sio wanawake wengine hao, alikuwa mkweli. Alikuwa mkweli. Kasingiziwa Maryam, wewe umefanya zina, siji umemzaa mtoto. Akasema hakuna. Ongeeni na mtoto huyo. Mtoto akaongea. Anasema mimi ni mtume wa Allah. Allah anasema mama yake alikuwa mkweli. Ukweli wake nini? Sema. Na wote wawili walifanyaje? Walikuwa wakila chakula na wakienda choo. Subiri. Allah anasema wote wawili, mama yake, yeye, walikuwa wanakula wanakwenda choo. Basi ni nini? Mungu gani wanaokula chakula na kwenda choo? Mungu anauliza, hivi kuna Mungu anayekula kaenda choo? Hebu angalieni
kaa hapo, fikiria ni Mungu gani anayekula kaenda choo? Tazama jinsi tunavyokubainisheni aya. Naam. Kisha tazama jinsi anavyogeuzwa kwa jahazi. Subiri. Allah amesema kila anayekula anakwenda choo. Tumuulize Nabii Isa alikula? 24:35 Luka. Ndani kitabu cha Luka. Fanya haraka. 24:35. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Naam. Inasema hivi. Nimepata mwalimu. Inasema naam. 24:35. Naam. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani. Naam. Na jinsi alivyotambulikana katika kumega mkate. Safi. Naam. Walipokuwa katika kusema habari hiyo, walipokuwa wakisema habari hiyo, yeye mwenyewe Yesu alisimama katikati yao, akasema, akawaambia, nini? Amani iwe kwenu. Subiri. Yesu tena mara ya pili anasema assalamu alaikum. Naendelea anasema, wakashtuka, wakaogopa sana, naam, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Sawa. Akawaambia, naam, mbona mnafadhaika? Anawaambia, nyinyi nimekutoleni salamu, nyinyi mbona mnafadhaika? Inaendelea inasema, ndio, mbona mnafadhaika? Naam. Na kwa nini mnaoshaka mioyoni mwenu? Naam. Tazameni, naam, mikono yangu na miguu yangu. Anasema niangalieni. Angalieni. Yesu anasema niangalieni mikono yangu na miguu yangu. Kila mwenye mikono na miguu hawezi kuwa Mungu. Mtazameni mikono yangu na miguu yangu. Ya kuwa ni mimi mwenyewe. Akasema ni mimi mwenyewe Yesu. Nishikeni muone. Hebu nishikeni, msiwe na wasiwasi. Nishikeni. Kwa kuwa roho haina mwili, naam, na mifupa kama mnavyoniona. Sawa. Mimi kuwa nayo. Sawa. Na baada ya kusema hayo, akasema, alionyesha mikono na miguu yake. Naam. Basi waliokuwa hawajaamini, naam, kwa furaha, naam, huku akistaajabu, sawa, aliwaambia, naam, mna chakula chochote hapa? Subiri. Anasema nyinyi nimekuonyesheni mikono hamwamini, miguu hamwamini, kama mimi mwenyewe ni Yesu. Mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Wakampa kipande cha samaki cha kuokwa. Akakitwaa. Akafanyeje? Akala mbele yao. Akachukua samaki akala mbele yao. Mungu anasema kila anayekula anakwenda chooni. Wewe usichomeke. Kila anayekula anakwenda chooni. Hakuna kuchomekea. Hatuwezi kuwa na Mungu anayekula akaenda choo. Kila anayekwenda chooni amepungukiwa. Kila anayekwenda chooni, wallahi wa rasuli, wallahi, ukiona anakula, ukimwona mzee Singano anakula anakwenda chooni, wewe uliyekwenda kule akili huna. Wallahi wa billah. Yule mzee anauliza mimi na Mungu nani zaidi? Anasema wewe Singano Magube. Nyinyi watu wa Mweza chekeni, mtakuja kupata zilzala hapa, wallahi mtakimbiana. Tena ukitaka kumkorofisha Mungu wewe mshirikishe. Tuulizeni sisi tuliyekwenda Indonesia, Malaysia, tukaona watu waliouawa wamemuasi Allah. Wallahi wa billahi tutakimbiana hapa Mweza. Mnaweza mkaletewa maji hapa wala msijue yametoka wapi. Katika vitu ambavyo Mungu havipendi kuviona ni kumshirikisha. Wewe unaweza ukafanya dhambi. Wewe unaweza ukafanya dhambi, bwana, ukamuomba yeye akakusamehe. Lakini ukimshirikisha Allah alafu ukafa na dhambi hiyo, wallahi pepo una. Tunamuuliza Bwana Yesu, kuna watu wanasema wewe Mungu, wanakuabudu wewe unasemaje? 8:40 Yohana. Ndani ya kitabu cha Yohana. 8:40. Ndani ya kitabu cha John. Nataka nimalize. 8:40. Inasema nini? 8:40 Yohana inasema hivi. Nini? Inasema nini? Lakini sasa, msikilizeni. Bwana Yesu msikilizeni, anasema lakini sasa mnatafuta kuniua mimi. Mnatafuta nyinyi kuniua mimi. Mtu ambaye nimwambia iliyo kweli. Ndiyo niliyosikia kwa Mungu. Anasema mimi nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Mungu hawezi kuwa na Mungu. 6:12
12 Luka anasema 6:12 Luka. Fanya haraka. Inasema hivi. Luka 6:12. Fanya haraka. Nimepata mwalimu. Fanya haraka. Ndio. Ikawa siku zile aliondoka kenda mlimani ili kuomba. Subiri. Yesu siku ile akaona ngoja nende mlimani nikaombe. Akakesha usiku kucha. Subiri. Akakesha usiku kucha. Hebu angalia. Ndio maana kuna vidume humo vinaswali tahajjud usiku kucha. Akakesha usiku kucha. Anafanyaje? Katika kufanyaje? Kumuomba Mungu. Yesu anaomba Mungu, wewe unamuomba Yesu. Hivi inakuwaje? Au unaenda kumuomba ule mzee Magube, inakuwaje? Wallahi Uislamu raha. Raha. Wallahi. Nyinyi kina mama, Uislamu raha. Nyinyi kina baba, nataka nikupeni taarifa, nataka kumaliza kabisa. Kawaida ya Allah huwa mbembelezi mtu. Hakukubembeleza wakati anakuumba, atakubembeleza siku ya kiyama wewe. Nani alijaza fomu akasema nataka niumbwe mwanaume? Nataka niumbwe mimi mwanamke? Nani? Ni nani kati yetu anayejitazama kwenye kioo akasema mimi mbaya? Nani? Kila mtu akijitazama anasema yes na mimi nimo. Ndio. Hiyo ndio falsafa ya Allah. Wewe utakayemuona mbaya, basi kuna mbaya atakayemuona mbaya yule mwenzie ndio atakayempenda. Wewe ukimuona huyu mwanamke mbaya, kipo kidume kimeumia kwa huyo unayemuona mbaya. Hiyo ndio system ya Allah. Angalieni Allah anatubembeleza. Fanyeni ibada. Fanyeni ibada. Nitawalipeni pepo. Nitawalipeni Jannatul Firdaus. Tunamwambia Allah, ibada hatufanyi, pumzi yako tunatumia, utufanye lolote. Anasema sawa, nisubirini kiyama. Tena Allah anasema nyinyi mnakiona kiyama kiko mbali, lakini mimi nakiona kiko karibu. Mtume akasema siku mtaona jua linatokea magharibi, kiyama kimesimama. Ambaye hajatubu toba tena hana. Ili jua simeliona huko linakozama, mmeliona huko linakokwenda. Siku umeamka na mumeo ukaona linatoka hivi linakuja hivi, kiyama tayari kumekucha hapo. Haiwezekani hata mara moja, haiwezekani. Na nataka nikwambieni, laiti sisi Waislamu tungeshikamana na ndugu zetu wote tukafanya ibada kama Allah anavyotaka. Anasema Mtume tungekula chakula kutoka mbinguni. Ndio. Wana wa Israeli walikuwa wabishi kama walivyokuwa wabishi sasa hivi. Kuna vidume, kuna vijana fulani mwasikia stendi mimi. Wanasema zile ndizi hamna lolote zile ndizi hamna lolote. Nimewasikia. Ndio wale Mayahudi. Musa aliwaambia nyinyi, hebu muabuduni Mola wenu nyinyi. Allah anakupendeni. Wakasema hatuwezi kuabudu sisi mpaka tumuone Mungu. Wakamwendea Nabii Musa akasema sikiliza wewe unatuambia Mungu ni mmoja. Sijui tusimshirikisha na lolote. Tunaweza sisi tukamwabudu Mungu bila kumuona? Mungu Musa akaambia Mungu jamani haonekani. Uweza wake tu unakufanya wewe ni lazima uwepo. Akasema haiwezekani. Musa akauliza nyinyi mnatakaje? Akasema tunataka tumuone Mungu. Musa akaenda akaswali raka 2 akaongea na Allah. Akamwambia wapi? Waja wako shingo zao ngumu, hawataki kuniamini mimi, wanataka kuone. Allah akamwambia Jumamosi, ndio ilikuwa siku maarufu. Akamwambia basi waambie mlimani Jumamosi. Wanataka kuniona? Wakasema naam. Tuone nao. Waje wako tohara. Hapo jamani Jumamosi tunakwenda kuonana na Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Tukutana jangwani, Mungu akapiga radi. Piga moja. Waliyekufa wakafa, waliokimbia wakakimbia. Wakamwambia Musa umetuleta hapa kwa nini? Akasema hapo Mungu ndio alikuwa anajitayarisha inua mguu anakuja. Sasa mnasemaje ashushe mguu? Akasema hapo hapa alipouweka maji hapa. Nataka nikuulizeni kina mama, nyinyi kina mama, najua nyinyi kina mama nyinyi kina mama mpo wa kweli kabisa nyinyi kina mama.
Na nyinyi kina baba, nataka nikuulize, Mungu akitutaka sasa hivi tufe, tunakufa hatufi? Tunakufa. Nataka nimalizie kwa kisa kimoja. Nyinyi mnadharau kuchukua hizo dawa, shauri yenu. Utakuja kumbuka tu leo. Mimi Ramadhani ya mwaka juzi kabisa, kuna mambo niliajabu sana, sikuamini mpaka nikawa na faraja mimi katika nafsi yangu kabisa. Lakini ulikuja ukanitokea mama mmoja, mtihani mkubwa sana. Hapa ndio nataka nimalize. Zanzibar, Ramadhani ya 28 hapa ni 26. Mimi nimetokea London, nchi moja inaitwa Stoke-on-Trent. Nikwenda kufanya lecture Mka Zanzibar. Yule mama alipopata taarifa kwamba niko Zanzibar, akamwagiza kijana mmoja, akasema nasikia Ustaz Mazingi amekuja. Akasema naam, na muomba aje mwezi 28 tuje tufuturu naye mwezi 28. Nikamwambia sawa mama, nitakuja. Tumefika, ana watoto 8 yule mama, 8. Angalia mitihani ya Allah nyinyi, ambaye hamtaki kupata maelekezo. Sikilizeni, huyu mama alipopata mtihani, siku ile nimekaa tunafuturu, ananiambia Ustaz Mazingi, umemwona mwanangu wa kwanza kubwa anafanya kazi, huyu wa pili umemwona, huyu ana watoto 2, huyu umemwona, mpaka mapacha kulikuwa na mapacha 2. Akasema na hawa ni wanangu hawa. Juzi nimemaliza eda ya kufiwa na baba yao. Juzi nimemaliza eda. Naomba fanyie dua. Kaambia mashallah. Tumefuturu, tumekunywa tulivyokunywa, kafanya dua baba. Nikamuaga mama, nikamwambia mama, mimi kesho naondoka zangu na kwenda Dar es Salaam kwa sababu nahitaji kwa niende Kampala. Akasema sawa. Zawadi alizokuwa nazo akanipa mashallah. Ufike salama, nisalimie ndugu zao, vijana wako. Nikasema mashallah. Nimekaa mwezi mmoja, nimeenda Kampala, nimerudi, nimekaa mwezi mmoja Dar es Salaam, napigiwa simu. Yule mama ananipigia simu. Salamu alaykum Ustaz Mazingi. Akasema wa alaykum salam. Vipi mama? Akasema kwanza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye ananiambia mimi. Nikasema mama, kuna nini? Baba, sikiliza nikupe taarifa. Umeona wale watoto uliofutu nao siku ile? Wale wote siku ile meli imezama Nungwi, wamekufa wote yangu. Wote wamekufa wote. Nimebaki mimi peke yangu. Wale mapacha sijui nani kabaki peke yake. Kwanza mume kaondoka, 8 yameondoka, kabaki peke yake. Dunia nini bwana? Hii dunia hii si lolote. Hii dunia si lolote. Tena nataka nikupeni taarifa wengine hamjui. Mna uhakika nyinyi wa dakika 10 mbele kufa. Usiwe hata na uhakika wa nusu sekunde. Muda wowote tutapigiwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nataka tufanye dua. Kama kuna ndugu zetu watakuja kuuliza maswali, kesho itakuwa ni siku yao. Kesho ni siku ya maswali tu. Tuseme inshallah. Kesho najibu maswali aina yoyote. Nataka maswali magumu. Na nyinyi kina mama muulize maswali. Kwa nini mliruhusiwa kina baba mtoe sisi 4? Naambia kwa sababu tumejaliwa nguvu za kiume. Na pia tutajibu maswali. Hapa lazima tujibu hapa. Kuna jitu moja juzi ilikuwa huko eti tukiongea mambo linasema matusi. Mungu anaweza kuongea matusi? Mungu haongei matusi. Ni kawaida yake. Kwa nini nyinyi kina mama nyinyi mmebaki wote 4? Kwa sababu dunia nzima wanawake wako sampuli 4 tu. Kuna mweusi, kuna mweupe, kuna mrefu na kuna mfupi. 4. Ukichukua ukiweka ndani, wewe barabarani huna shida. Kila kikuijia sasa mama myakwenda zako na wangu nyumbani, unapata nusura. Na tutaombeni dua hapa kina mama wote. Waume zenu wapate pesa. Semeni inshallah. Wakutimie
inshallah. Naam, na muombee dua na wao wafanikiwe. Semeni inshallah. Na waongeze wengine, semeni inshallah. Sheikh Sabas, leo kwa kuwa watu wengi wamekuja, sisi hapa tutakuwa mpaka lini hapa? Mpaka Jumapili inshallah, muongezewa muda mpaka Jumapili. Takbiri. Tuko hapa mpaka Jumapili. Tunafanya dua. Sisi ni dua tu. Ukiona wewe dua hizi hazina maana, panda basi nenda kwa mzee nani yule? Mzee nani yule? Mzee Singano. Kwanza nataka nikuulizeni, nani na nani anamwapia Allah aliyeumba mbingu na ardhi kwamba hatokwenda kwa yule mzee mpaka umauti umshike? Mkono juu. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Piga kina mama ya mazeli, kina baba inshallah. Kina baba inshallah. Haya, kina mama pekee inshallah. Inshallah. Ndio. Hakuna biashara hiyo. Biashara hiyo lazima ife. Na Allah atamdhalilisha. Wallahi wa billah. Tunaomba ya Rabbi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayekudhalilisha kwa kudai yeye ni Mungu, basi ya Rabbi na wewe umdhalilishe na siku ya kiyama umpeleke motoni. Semeni amen. Semeni